Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru kwa kuja kwenye mkutano hapa Kwala. Tumekuwa na ziara iliyoanza kuangalia eneo la viwanda la Sinotan, na naamini wote mmeshuhudia kazi kubwa inayofanywa ya kuendeleza ajenda ya viwanda. Kazi ya uzalishaji pale inaendelea vizuri, tutaizungumza baadaye, lakini wote mmejionea. Uwekezaji huu ni awamu ya kwanza katika awamu 5 ambazo mwekezaji atafanya katika eneo lile la kongani ya viwanda, Industrial Park. Hivi sasa tumeajiri pale kupitia kwa mwekezaji wa Tanzania kama 1000, lakini mpaka awamu zote 5 zitakapokuwa zimekamilika, kongani hii ya viwanda ya Sinotan Kibaha Industrial Park kwa lugha ya Kikinga itaajiri wa Tanzania zaidi ya 100,000. Tunategemea uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 3. Na tukifanya uwekezaji huo, nchi yetu itakuwa na uwezo wa kupata mapato ya kodi ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kutoka kwenye kongani moja. Hapo hatujazungumza kongani zingine tutakazozianzisha kwa Bagamoyo, Mwanza, Dodoma, Mtwara na sehemu nyingine nyingi Tanzania ambazo serikali imetenga maeneo kwa ajili ya kuanzisha kongani za viwanda na Kigamboni pale Dar es Salaam. Kwa hiyo tumeona tuwalete leo waandishi wa habari, mjionee wenyewe. Mmekuwa mkiandika juu ya kazi kubwa inayofanywa na serikali katika uanzishaji wa kongani za viwanda, na leo mmejionea wenyewe kwa macho yenu. Na sasa tupo hapa kwenye bandari kavu ya Kwala. Bandari kavu ya Kwala ni moja kati ya hatua madhubuti ambazo serikali imeamua kuzichukua kupunguza msongamano wa mizigo katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa zaidi ya shilingi trilioni 1 katika uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Sasa tumeanza kupata pressure kubwa ya wapi tunahifadhi mizigo baada ya kushuka kutoka melini. Eneo la Dar es Salaam peke yake linaelemewa. Kwa hiyo serikali imekuja na utaratibu wa bandari kavu. Tumeijenga hapa Kwala, ndio hili eneo mnaloliona hapa ambalo tumeshalisakafia. Hapa pana kama ekari 10 na kitu hivi, kama hekta 5 hivi. Lakini tuna eneo zima hapa ambalo tumelizungushia lina kama ekari 60. Tumesafisha kama 120, lakini ile eneo lote lina ekari zaidi ya 1200 ambazo tutazitumia hapa. Lakini pia hapa kuna nchi jirani ambazo tumewagawia maeneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu zao. Kwa mizigo yao ikishuka katika bandari ya Dar es Salaam tunaweza kuileta hapa, na baada ya hapa ikaendelea na safari ya kwenda kwenye nchi zao bila kikwazo chochote. Tunafanya hivi kwa sababu tunaamini bandari ni lango la biashara, ni lango la uchumi. Tutapata fedha nyingi ambazo zitatusaidia katika maendeleo ya Watanzania. Na mimi leo nimefurahi nilipoambia tunakwenda Kwala, mmekubali, mmekuja na mmejionea wenyewe kazi nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa sababu nimewapa usuli huo, naomba mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati nakuja ameniambia waambie vijana wanangu kwamba nawapenda sana, waendelee kuambia Watanzania kazi nzuri inayofanywa na serikali. Anashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Tunakwenda kuadhimisha miaka 4 ya tangu alipoingia madarakani. Serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani tarehe 19 ya mwezi huu wa 3. Tumebakiza siku chache. Leo ni tarehe 16, tumebakiza siku 2, tutakuwa tunaadhimisha miaka 4. Waonyesheni wa Tanzania serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya nini katika kipindi cha miaka 4. Kwa hivyo nawashukuru sana. Lakini pili, naomba kuwashukuru Wizara ya Uchukuzi ambao wametuwezesha kufika hapa. Wizara ya Uchukuzi ikiwa chini ya Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, nawashukuru sana. TPA, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari, kwa kutuwezesha kufika hapa na kuturuhusu tuingie kuona haya makontena hapa. Hii bandari kavu ya Kwala ndio imeanza, na haya makontena mnayoona hapa yako 700 ndio tumeleta kwa awamu ya kwanza, na katika haya 700 nchi majirani ambao wanapitisha mizigo yao hapa wameshachukua makontena yao 400. Kwa hiyo ni kazi ambayo inakwenda vizuri, na huko mbele nitawaambia mambo mengi zaidi ambayo tumeyafanya. Naomba pia kuwashukuru wenzetu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji kupitia kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya.
lakini pia wamekuwa sehemu ya kufanikisha safari yetu ya kuja hapa Kwala kwa ajili ya kujionea kazi nzuri inayofanywa katika uwekezaji. Serikali yetu imeamua kuunganisha EPZA na TIC ili tuweze kusimamia vizuri eneo la uwekezaji. Na katika eneo hili nawapongeza sana wizara, wanalisimamia vizuri na tumeshaanza kuona matokeo chanya tangu mapema. Ndugu zangu waandishi wa habari, pia napenda kuwashukuru viongozi wa mkoa wa Pwani wakiongozwa na kakaangu Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani. Wanafanya kazi nzuri. Mkoa wa Pwani ni mkoa ambao unafanya vizuri, na huko baadaye nitawaambia kwa takwimu, ni mkoa ambao unafanya vizuri sana katika ajenda ya viwanda. Na hapa leo tuko Pwani, tumeonyesha moja kati ya mambo ambayo yanafanywa hapa Pwani. Nimefurahi waandishi wa habari, mmeona wenyewe jinsi maduvet yanavyotengenezwa hapa Tanzania. Mmeona vilainishi vinatengenezwa hapa. Mmeona majokofu, mafriji yanatengenezwa hapa. Kwa sasa hivi taratibu Tanzania tunaanza kuondoka kuwa nchi ambayo inategemea kuagiza kila kitu kutoka nje ya nchi, tunakuwa sisi wenyewe ni wazalishaji. Na wapongeza sana Sinotan kwa kazi nzuri wanayofanya. Where is Jensen? Jensen, are you here? Wewe ndio kiongozi wa hili eneo, basi bila shaka ataungana nasi baadaye. Lakini wanafanya kazi nzuri sana. Tumefurahi kwenye mpango wao, wana vitu vizuri vinakuja na ni mambo ambayo serikali ilikuwa inatarajia kuyafanya. Sasa ndugu zangu, katika mkutano wangu wa waandishi wa habari wa leo tutakuwa na mambo kama 5-6 hivi. Kwanza tutazungumzia shughuli za uwekezaji katika sekta ya viwanda na mafanikio yaliyopatikana. Tutazungumzia maendeleo ya ujenzi wa eneo hili la bandari kavu. Hiyo niliyowapa ni bashraf, lakini mengi nitawaambia baadaye. Lakini pia tutazungumzia, kama wote mtakumbuka, Mheshimiwa Rais baada ya kutoka kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake kule Arusha, alifanya ziara na kuzindua mradi wa maji ule wa Same Mwanga Korogwe. Nitawapa sasa picha ya kitaifa. Pamoja na mradi ule kuna miradi mingapi ambayo tunatekeleza nchini, likiwemo lile swali ambalo watu wengi wameuliza kwamba tuliambiwa miradi 28, mbona kimya? Nataka niwaambie mapema kabisa, hakuna ukimya. Miradi inaendelea, iko katika hatua mbalimbali, na kwenye taarifa yangu ya leo yote haya tutawaeleza. Lakini pia kwa sababu tuko mkoa wa Pwani, tutaeleza juu ya utekelezaji wa budget. Lakini pia kwa nyewe waandishi wa habari nitawaambia kinachoendelea kuhusu ahadi niliyowapa ya utekelezaji wa mradi wetu ule wa kuanzisha vitambulisho vya kidijitali. Maana yake mimi siwezi nikawa msemaji mkuu wa serikali ninayeongoza waandishi wa habari alafu press card na za vitabu sitaki niseme kama vya nani, lakini nataka twende kidijitali, twende kisasa. Kwa mambo yanakwenda vizuri, ndugu zangu waandishi wa habari, tutakuwa mfano sio muda mrefu kwa Afrika nzima kwa kuwa na vitambulisho vya waandishi wa habari vya kidijitali. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, tuanze na uwekezaji katika sekta ya viwanda. Bila shaka nyote mmejionea katika ziara yenu ya leo, tangu tulipoanza asubuhi, kazi kubwa iliyofanyika. Sasa uwekezaji katika viwanda ni sehemu muhimu na kubwa iliyoleta matokeo chanya katika kampeni yetu ya nchi ya kuleta mageuzi kiuchumi. Kwa ujumla, katika kipindi cha miaka 4, uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, umejitahidi kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo la viwanda, na matokeo yake tumeshaanza kuyaona katika eneo la ukusanyaji wa kodi. Leo hii mamlaka yetu ya TRA imefikia viwango vya juu vya ukusanyaji wa kodi mpaka shilingi trilioni 3.2, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa. Ndani yake ukiangalia kuna sehemu kubwa ya mchango unaotokana na kazi kubwa tuliyoifanya ya uwekezaji katika viwanda. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, haya nayo yasema kwamba tumepata matokeo makubwa, sio maneno matupu. Na ningependa niwape takwimu kidogo za uwekezaji ulivyofanyika, na sehemu kubwa ya uwekezaji huu ukiwa unatokana na uwekezaji kwenye sekta ya viwanda. Katika kipindi cha miaka 4 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, yani kati ya mwaka 2021 mwezi Machi hadi Februari ya mwaka huu, yani mwezi uliopita, tumefanya uwekezaji wa miradi 2099 ambayo imesajiliwa kupitia kituo chetu cha uwekezaji Tanzania TIC. Na miradi hii imetuletea jumla ya ajira 539,488 ambazo zimezalishwa na kutokana na uwekezaji huu. Sasa mitaji iliyowekeza ndani ya nchi ina thamani ya dola za Marekani bilioni 25.098 ambayo ni sawa na takriban shilingi trilioni 69 ambazo sasa zimewekezwa katika kipindi hiki. Lakini miradi mipya ambayo imeanzishwa, tumeanzisha miradi 1982. Ile ya kwanza niliyokutajieni 2099 ni miradi tuliyosajili, lakini tumeanzisha miradi mipya 1982.
1982. Na katika hiyo kuna miradi ya ubia ambayo Watanzania wanashirikiana na wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali duniani. Tumeanzisha miradi ya ubia 476, lakini miradi iliyohusisha upanuzi wa maeneo na yenyewe ipo kama 117. Tumepanua miradi ambayo tulikuwa nayo, lakini pia miradi ya Watanzania, na hili ni eneo muhimu. Maana watu wengi wanadhani kwamba tunavyohimiza uwekezaji wa viwanda basi sisi tunashughulika na Wachina na wazungu na wageni tu. Lakini kuna Watanzania wanaanzisha miradi, na ningependa kutoa wito kwa wawekezaji wa Tanzania, tuchangamkie eneo la uwekezaji wa kimkakati. Wageni wanakuja wengi na nafurahi kwamba na Watanzania nao wameanza kujitokeza. Sasa katika miradi hii 1982 Watanzania nao wamejitokeza, wamewekeza kwenye miradi 719. Kwa hiyo na sisi tuna share ya kutosha katika miradi inayoanzishwa. Wageni wao wana kama 904 na tunaelewa, na kadiri tunavyokwenda bila shaka tutaendelea kuongeza idadi ya Watanzania ambao wanawekeza katika viwanda. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, sekta ya viwanda ndio sekta inayoongoza kwa uwekezaji nchini, na katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi kufikia Februari 2025 jumla ya miradi ya viwanda 951 imesajiliwa. Miradi hii inatarajiwa kuleta ajira 1,024,339 na kuwekeza mitaji ya dola za Marekani bilioni 10.5 sawa na shilingi trilioni 27. Huo ndio uwekezaji kwenye viwanda. Ile mingine ilikuwa miradi ya jumla ya uwekezaji ile 2099 na ile ambayo imeanza 1988. Sasa hii ni ya viwanda peke yake. Na kwa upande wa mitaji ya viwanda imechukua 42% ya mitaji yote ya sekta iliyosajiliwa katika kipindi hicho, na kufanya miradi ya viwanda kuwa ndio sekta inayoongoza katika sekta zote za miradi, mitaji na ajira. Kwa hiyo mkae mkijua kwamba eneo hili la viwanda ukuaji wake ukilinganisha na miaka iliyopita, hivi sasa tumeona ukuaji mkubwa sana, na tafsiri yake ni moja. Pamoja na mapato ambayo tunayapata, lakini tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuiondoa nchi yetu kwenye utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Tunapoangalia ukuaji wa uchumi wa nchi na kulinda uchumi wetu, ni lazima tupunguze kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Sisi ndio tuzalishe kupeleka nje ya nchi. Kwa hiyo uanzishwaji wa viwanda vingi na kukua kwa idadi ya viwanda vinavyoanzishwa kwenye nchi yetu, tafsiri yake ni kwamba tunaanza kupunguza utegemezi wa viwanda. Na haya sio maneno matupu. Mchanganuo ufuatao unaonesha miradi ya viwanda iliyosajiliwa katika kipindi cha miaka 4 kuonesha kwamba tunafanya vizuri. Jumla miradi kama nilivyosema ni 591, lakini miradi mipya 917. Miradi 36 imehusu upanuzi wa viwanda. Miradi 244 viwanda ni ya Watanzania imesajiliwa kama nilivyosema. Miradi ya viwandani ya wageni 501 na miradi ya ubia 206. Kwa hiyo mnaweza mkaona zile ajira 124,339 namna ambavyo zimezalishwa, na huo mtaji ambao umewekezwa wa dola za Marekani zaidi ya bilioni 10.5. Jambo kubwa na zuri ni kwamba takwimu zinatuonesha kwamba viwanda vyetu vimekuwa vikiongezeka sana, na hili linathibitisha kwamba huko tunakokwenda tutakuwa tumeongeza sana viwanda, na hivyo kuongeza uwigo wetu wa kuzalisha bidhaa ambazo tunazitegemea kutoka ndani ya nchi. Sasa pamoja na takwimu hizo, katika kipindi kifupi cha kuanzia Januari hadi Februari, hapa na penyewe tumeonesha dalili kubwa sana kuonesha kwamba kuna mwitikio mkubwa. Katika kipindi hiki cha miezi miwili tu, sekta ya viwanda imetengeneza miradi 52 ndani ya miezi miwili. Kati ya hiyo miradi ya Watanzania iko 14, ya wageni iko 33. Ajira zilizotolewa ndani ya kipindi kifupi ni 7687. Kwa safari yetu inakwenda vizuri, na matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kufanya hivi vizuri na hivyo kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Sasa tuko katika mkoa wa Pwani. Ndugu zangu waandishi wa habari, mkoa wa Pwani unashika nafasi ya pili katika kuvutia uwekezaji nchini mwetu, ikitanguliwa na mkoa wa Dar es Salaam. Wote mnajua sababu ni kwamba Dar es Salaam ndio iko jirani zaidi na bandari, kwa hiyo wao wanavutia miradi mingi zaidi. Na katika kipindi cha takriban miaka 4, yani mwaka 2021 hadi sasa 2025, hii Februari, mkoa wa Pwani peke yake umepokea miradi ya uwekezaji 369, ambapo kati ya hiyo 67% ni miradi ya viwanda ambayo jumla yake imefikia 247. Mitaji iliyowekeza na sekta zote kwa mkoa wa Pwani ni dola za Marekani bilioni 4.6,
ambayo ni sawa na shilingi trilioni 12.4, na asilimia 61 ya mitaji hiyo inatokana na sekta ya viwanda, ikiwa ni mitaji ya dola za Marekani bilioni 2.8 sawa na takriban shilingi trilioni 7.5. Kwa hiyo ni mkoa wa Pwani. Lakini tuliangalia sasa eneo hili la uwekezaji la Kwala, kongani ya viwanda ya Sinotan, ambako waandishi wa habari mmechukua muda mrefu, na niwapongeze, mlikuwa mnauliza maswali mengi na kujionea vijana walivyoajiriwa pale na wanavyofanya kazi. Sasa kongani yetu ya viwanda ya Sinotan ni eneo mojawapo la mradi la kimkakati lililoko hapa Kwala katika mkoa wa Pwani. Ukubwa wake ni ekari 2500. Eneo hili lina mtaji wa uwekezaji wa dola za Marekani milioni 327 sawa na shilingi bilioni 882. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na viwanda vikubwa 200 na viwanda vidogo 300. Na hivi viwanda, tutakuwa na viwanda vya kusindika vyakula, tutakuwa na viwanda vya utengenezaji wa vifaa, viwanda vya dawa, viwanda vya ujenzi, usindikaji wa viatu na nguo, na viwanda vya kemikali. Kwa pale patakuwa na viwanda vingi. Sasa nini faida za kongani hii? Kongani inatarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja kama nilivyosema, itakapokamilika zaidi ya 100,000, na ajira zisizokuwa za moja kwa moja. Maana huyu mtu anayekuja kuajiriwa pale na yeye anakwenda na ajiri, ama watu walioko hapa wameajiri watu wengine wanaoletea mahitaji mbalimbali. Wako wanaoletewa vyakula, wako wanaosafirishwa na mahitaji mengine mbalimbali. Ajira zisizokuwa za moja kwa moja zitakuwa 500,000. Na kama nilivyosema, hii tuko kwenye awamu ya kwanza, lakini jumla ya awamu zote zitakuwa 5. Aidha, ujenzi wa awamu ya kwanza ulioanza mwezi Mei mwaka 2022 upo katika hatua za mwisho, na mpaka sasa kuna viwanda 3 ambavyo tayari vinazalisha na vingine 3 viko katika hatua za mwisho za kufunga mitambo, huku viwanda vingine 4 vikitarajiwa kuanza ufungaji wa mitambo ifikapo mwishoni mwa mwezi April. Eneo hili litakuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani bilioni 6 niliodokeza mwanzoni, sawa na shilingi trilioni 16 kwa mwaka. Serikali kama nilivyosema itakuwa ikikusanya kutoka kwenye kongani hii moja tu kiasi cha kodi cha shilingi zaidi ya trilioni 1.2. Kwa hiyo kwenye kongani moja tu tunaweza kupata fedha zote hizo. Kama sasa hivi nchi nzima makusanyo yetu ni shilingi trilioni 3.6 kwa mwezi, kwa hiyo mnaweza mkaona nukta mbili kwa mwezi, mnaweza mkaona kiwanda hiki peke yake kwa mwaka kama kinatuletea trilioni 1.2 au zaidi, kitakuwa kina mchango kiasi gani kwenye makusanyo yetu ya kodi. Sasa mradi huu tangu kuanza utekelezaji wake, shughuli mbalimbali zimefanyika, zikiwemo za ujenzi wa miundombinu ya awamu ya kwanza ndani ya eneo la mradi ambazo zimefikia asilimia 80. Utakuwa na kadi ya kidijitali. Ukienda sehemu unamwambia mimi ni mwandishi wa habari, kadi yako ina QR code na ina taarifa za siri ndani yake. Ukimuonesha akipunch, inampeleka kwenye website ya serikali, anaangalia taarifa zako, atakwambia wewe ni mwandishi wa habari ama wewe ni kanjanja. Tutakuwa tumemalizana na tatizo la nini? Tutakuwa tumemalizana na nini? Nguvu kidogo tu. Nguvu kidogo tu. Lakini itatujengea heshima waandishi wa habari. Wakati mwingine wadau wetu wanatukosea kwa sababu na sisi wenyewe kidogo mambo yetu hayajanyoka vizuri. Kwa hiyo tumeshatatua tatizo hilo, tunakwenda na vitambulisho vya kidijitali, vitakutambua ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa sababu uzuri wake ni kwamba mtu anayetaka kujiridhisha kama wewe ni mwandishi wa habari hahitaji kufunua makaratasi. Anachohitaji ni kwenda kwenye tovuti ya serikali na akajua kama wewe ni mwandishi halali ama si halali. Mle kwenye tovuti tutakuwa tumeweka taarifa zako na tutakuwa tumekutambua. Ninachowaomba waandishi wa habari, mfumo huu utakuwa tayari muda mfupi ujao. Twende tukautumie. Twendeni tukautumie. Lakini wote simnajua tunatekeleza sheria ya huduma za habari. Imeweka viwango vya elimu. Tutazingatia. Najua kuna waandishi wa habari wengi wako shule wanasoma. Msiache kusoma. Endeleeni. Crown Media. Hapa ni nyumbani.